Mtumishi wa Mungu, siku ya leo nataka tuende kuangalia somo kuhusu imani. Lakini pia kabla sijaingia kwa kuzungumzia imani, kama huja subscribe, kama huja like, comment hata kushare, naomba mwana wa Mungu ufanye hivyo ili ninapokuwa hewani uweze kupata ujumbe. Asante. Majina yangu ninayotumia kwa YouTube channel yangu ni Pastor Boke Fire. Naweza ukaenda pale usubscribe ili kila mara ni wapo hewani uweze kupokea ujumbe. Siku ya leo nataka tuende kuangalia somo kuhusu imani. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wake ni wa kwanza, neno la Bwana linasema imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hiyo ndiyo inaitwa imani. Yaani unakuwa na hakika ya kwamba jambo hili ambalo nimeomba nitalipata. Unatarajia ya kwamba hili jambo hakika litatukia ama litakuwa. Hiyo ndiyo inaitwa imani. Biblia imesema ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yaani ni kuwa na bayana kabla jambo lionekane. Wewe katika ulimwengu wa kiroho umeshaliona. Wewe katika ulimwengu wa kiroho umeshalipokea. Wewe katika ulimwengu wa kiroho imeshafanyika lako. Hiyo ndiyo inaitwa imani. Biblia imesema ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani. Ukisoma kitabu cha Marko 11 mstari wake ni wa 23, Biblia inasema yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kuwa hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Imani. Ili upate jambo lolote kutoka kwa ulimwengu wa kiroho inagharimu imani. Ili uweze kuhamisha milima inagharimu imani. Ili uweze kupokea muujiza wa uponyaji inahitaji imani. Ili uweze kuinuliwa kwa biashara inahitaji imani. Ili uweze hata kupata kazi inahitaji imani. Neno la Bwana limesema ukienda kuomba maombi ya kazi, hata kabla hayajatukia, ukiwa na hakika ya kwamba yametukia, yatakuwa yako. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Wamekuahidi kazi, unatarajia kazi na unainua kiwango cha imani ya kwamba liwe liwalo, hii kazi ninaenda kuipata. Imani. Waebrania 11:6 neno la Bwana linasema pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Watu wengi wamekosa miujiza, watu wengi wamekosa uponyaji, ni kwa sababu ya kukosa imani. Yesu anawaambia wanafunzi wake katika Luka 17:6, mungekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mungeuambia mkuyu huu ng'oka ukatupwe baharini, nao watii. Nazungumzia imani mpendwa. Wewe ambao unanitazama wakati wa sasa, nakwambia kwamba hiyo kazi ni yako. Nakwambia kwamba hiyo biashara ni yako. Nakwambia kwamba uponyaji huo ni wako. Na kutangazia kwamba hiyo duka ni lako. Inahitaji uweke imani kiasi cha chembe ya haradali. Biblia imesema yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukapandwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila amini kuwa hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Haleluya. Imani ni chombo cha miujiza. Palikuwa na mama mmoja, nataka nitoe ushuhuda kidogo kuhusiana na hii imani. Palikuwa na mama mmoja. Ndio maana Biblia imesema mtu yoyote
Haijasema wokovu wa kitambo. Haijasema watumishi tu wa Mungu. Imesema mtu yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukapandwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila amini kuwa hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Huyu mama alikuwa ameokoka. Alikuwa ni mchanga tu wa kiroho. Kitu kama mwezi mmoja alikuwa ameokoka, amekaa katika wokovu. Aliingia kwa kanisa moja jirani. Wakati aliingia pale, siku ya kwanza baada ya kuwa ameokoka, amemaliza kama mwezi, alikuwa anaenda kanisa bahadi ya lingine kabla hajatambua kanisa lake la kutulia. Siku alipoenda kwa kanisa ambalo alikuwa ameamua ya kwamba anaenda kulifanya kama kanisa lake, akapata Biblia imewekwa kwa kiti mahali alikuwa amekaa. Alipofunua ile Biblia, maajabu, hilo neno la Marko 11 mstari wa 23 ndilo lililofunguka kwa macho yake. Akasoma ya kwamba yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila amini kuwa hayo asemayo yametukia, eti yatakuwa yake. Aliposoma lile neno, akakumbuka yule mama alikuwa ni mjane. Alikuwa pia ni tasa, hakukuwa na mtoto. Mume wake alifariki, akamwacha maskini. Na mahali walikuwa wanaishi ni kwenye mlima. Kulikuwa ni eneo la mlima na mawe, kaeneo kao, shamba lao lilikuwa limezingirwa na mlima. Mama yule alikuwa ni mama maskini sana. Ni mama alikuwa fukara hohehahe. Hakukuwa na mtu wa kumsaidia. Mume wake alikufa, akamwacha maskini. Siku moja mama alikuwa anatamani hata apate shamba la kulima, apate eneo hata la kuweza kujenga ama kuwekeza, lakini eneo lao lote ni mlima. Alipoenda kufungua Biblia, akasikia ya kwamba yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila amini kuwa hayo asemayo yatakuwa yake. Mama akagundua kuna mlima nyumbani, na Biblia imesema ya kwamba milima itaambiwa ihame, na ilikuwa imemletea shida siku nyingi. Akachukua lile andiko na Biblia, akaenda kwa ofisi ya mchungaji. Akamwambia mchungaji, soma hapa. Mtumishi wa Mungu akasoma. Biblia inasema yoyote yule atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila amini kuwa hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Yule mama akamwambia mtumishi wa Mungu, njoo tuende. Kuna mlima kwangu. Huu mlima umenitesa siku nyingi. Wengine wanalima, wanavuna mahindi, wanavuna korosho, wanavuna maharagwe, wanavuna uwele, lakini mimi hata kupanda mboga sina sehemu ya kupanda. Kisa na maana mlima umekalia shamba langu. Naomba mchungaji, twende ukauambie huu mlima ung'oke, uondoke, utoke kwa eneo langu. Yule mchungaji alimwangalia yule mama, akamwambia, mwanangu, uliokoka lini? Akamwambia, ni kama yapata mwezi mmoja. Basi na kuomba ukae tena muda kidogo, ili uweze kufundishwa, uelewe neno linasema nini. Mama akamwambia, si nimeona imeandikwa ya kwamba milima iambiwe ihame. Naomba mchungaji, twende. Yule mchungaji akamwambia, mama, hebu nenda ulale, kesho urudi. Mchungaji alidhania ya kwamba mama kichwa kimeruka. Mama yule alipotoka, kesho akarudi. Akamwambia mchungaji, nimekuja. Alifikiria ya kwamba anamwambia aende, atakuja kesho ili waweze kuenda kuambia mlima uhame. Mama alienda akiwa na matumaini ya kwamba atakaporudi kwa mchungaji, wanaenda kuchukua hatua ya kuja kuambia mlima ung'oke. Alijua ya kwamba mchungaji anajiandaa kwa ajili ya kwenda kuhamisha mlima. Kesho ilipofika, mama akabisha kwa mlango wa mchungaji. Mchungaji akamuuliza, umekuja? Kamwambia, keti chini. Akasoma, akamwambia, lile lilikuwa andiko gani? Marko 11:23.
aliposoma lile neno, amini na waambia, yoyote atakaye waambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila amini kuwa hayo asemayo yatakuwa yake. Mchungaji akaanza kumwambia yule mama, neno hili napozungumzia milima, milima ni magonjwa, milima ni shida, milima ni matatizo, milima ni ufukara, milima ni umaskini, ni mambo ya kiroho, sio mlima ule unaoona ambao Biblia inazungumzia. Mama akaondoka hapo kama moyo wake haujaridhika. Kesho tena akarudi akamwambia mchungaji, jana uliniambia, lakini naona kama sikuelewa. Mimi naona Biblia imesema kama ingesema magonjwa, ingesema yoyote atakayeambia magonjwa. Kama ingesema ufukara, ingesema yoyote atakayeambia ufukara. Mimi nimeona imesema mlima, na mlima uko kwangu. Mchungaji, na kuomba tuende tukahamishe mlima. Mchungaji aliposikiliza maneno ya yule mama, alikereka. Akamwambia, mama, nenda na usirudi kwa ofisi yangu. Akaenda akawaambia wale ambao ni makatibu ambao wanasimama hapo mlangoni, huyu mama kichwa kimeharibika. Msimwache akuje tena kunisumbua siku nyingine. Mweke usalama na ulinzi kwa mlango. Akija mumweke kando. Mama aliondoka siku hiyo. Mama alivunjika moyo, mwana wa Mungu. Alitumaini ya kwamba atakapofika kwa mtumishi wa Mungu, alitumaini ya kwamba atakapofika kanisani wataweza kumpa msaada, maana Biblia imesema yoyote atakayewaambia mlima ung'ooke, huo mlima utang'ooka. Na alikuwa siku nyingi anapambana na mlima unamunyima kupanda hata mboga, hata chakula, ama kufanya jambo lolote. Leo amesikia milima inaweza kuhama, na hapa anafukuzwa. Mtumishi wa Mungu yule mama alipoenda nyumbani, aliingia kwa nyumba akiwa amevunjika moyo. Alipo tu ufungua mlango na mnaye anataka kuingia ndani, akasikia neno linasema lile liko kwa Biblia, vile walilokuwa wanasoma, yoyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala sione shaka moyoni mwake, ila amini kuwa hayo asemaye yametukia, yatakuwa yake. Mama tena akarudi kanisani. Anataka bado aende kumwambia mchungaji, Biblia inasema milima. Alipofika kanisani, ile Biblia ilikuwa inamngojea pale. Alipoifungua akasoma, macho yake yakafunguka. Pahali alikuwa anategemea mwanadamu ikaondolewa. Akasikia neno katika ulimwengu wa kiroho inasema, sio wachungaji tu, sio wainjilisti tu, sio mitume tu, sio watu wakubwa tu, yoyote atakaye uambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala sione shaka moyoni mwake, ila amini kuwa hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Oh, haleluya! Yule mama akasimama. Aliposimama, yule mtu aliyekuwa amewekwa pale amwangalie, akadhania ya kwamba mama anataka ingie kwa mchungaji. Anakimbia kuja kumzuia mama. Mama anasema, mimi sina shida na mchungaji, mimi sina shida na mtu yoyote hapa, nimesikia kile Bwana alitaka nisikie. Mama akatoka pale kanisani amejaa upako, akaenda akasimama kwa ule mlima, akauambia mlima, sikia, neno la Bwana limesema, yoyote atakayeuambia huu mlima ng'oka ukatupwe baharini, wala sione shaka moyoni mwake, ila amini kuwa hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Sasa mlima nakuambia ng'oka. Baada ya kuomba, mama anaenda kuangalia mlima, mawe yanamwangalia. Hakuchoka. Kesho yake akarudi, akautangazia mlima ng'oka. Mlima ulikuwa umesimama pale. Kesho kutwa akarudi akatamka Marko 11:23. Inasema, yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala sione shaka moyoni mwake, ila amini kuwa hayo asomayo yametukia, yatakuwa yake. Na kuambia ewe mlima ng'oka. Mlima ukawa unamwangalia. Ndivyo mama alifanya siku baada ya siku, baada ya siku, baada ya siku, baada ya siku. Ukisoma Luka 18 mstari wa 1, neno la Bwana linasema, akawaambia mfano, imewapasa kumwomba Mungu
siku zote, wala wasikate tamaa. Akawaambia mfano, palikuwa na kadhi mmoja katika kijiji kimoja ambaye ambaye hakumcha Mungu wala hakuwajali wanadamu. Na hapo palikuwa na mwanamke mmoja mjane aliyekuwa akimwendeendea akimwambia, nipatie haki yangu na adui yangu. Kwa muda alikuwa amekataa, lakini akasema, nitampa haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Yesu akawauliza wanafunzi wake, sikizeni vile kadhi dhalimu anavyosema. Je, kama kadhi dhalimu anaweza peana haki, itakuwaje na Mungu wetu mvumilivu na mwenye haki atawapatia haki upesi? Hivyo ndivyo yule mama alifanya. Hakukata tamaa, hakuchoka. Alienda siku ya kwanza, mlima ulimwangalia. Alienda siku ya pili, mlima ulimwangalia. Alienda siku ya tatu, mlima ulimwangalia. Ndivyo alivyofanya hadi siku 30. Ilipofika siku ya 30, mtumishi wa Mungu, palikuwa na watu wamepewa kandarasi wa Kichina. Watu wa Kichina wamepewa kandarasi ya kutengeneza barabara. Kama ni hapa mkoa wa Mara, kutoka Tarime mpaka Dar es Salaam, amepewa kandarasi ya barabara karibu inchi nzima. Hao watu walikuwa wamepewa kandarasi kubwa. Sasa wametengeneza barabara kutoka Dar, wanakaribia sasa upande wa Tarime. Walipofika, bidhaa zile zikawapungukia za kutengeneza lami, za kutengeneza karabati na mambo kama hayo. Wakaanza kuingia kupima ni milima gani ama ni mlima gani unaweza ukawa na mawe yale ambao ni ya viwango vya kutengeneza barabara. Tumishi wa Mungu, kuna milima ilikuwa imewazingira huyo mama, kuna milima kadha wa kadha ilikuwa hapo. Wale watu walienda wakapima, yale mawe yalikuwa chini ya viwango. Hayangeweza kutengeneza lami, hayangeweza kutengeneza kokoto, hayangeweza kutengeneza barabara. Lakini walipofika kwa mlima huu ambao mama amekuwa akiambia kwa siku 30 ng'ooka, wakapata ndiyo mawe ya dhamana ya juu ambaye yanahitajika kutengeneza ile barabara. Wakamwendea yule mama. Siku moja ametoka, siku ya 30, ametoka kuambia mlima asubuhi. Ile tu anaingia kwa nyumba, anasikia ngongo. Kwenda kuangalia kwa mlango, kuna watu wa Kichina wamesimama 3 na wametembea na Mwafrika mmoja. Walipowakaribisha, wakamwambia, mama, sisi ni wageni wako, tumekuja, tumepima kwa hii milima ambayo imekuzunguka hapa, na sisi tumepewa kandarasi, ni watengenezaji wa barabara, ni mainjinia wa kutengeneza mabarabara. Tumekuwa tukitengeneza barabara kutoka Dar es Salaam. Sasa tumefika hapa kwenu, material imetupungukia. Tunahitaji mlima wa kubomoa tuweze kurekebisha, tutengeneze lami na mawe yale yanahitajika kutengeneza barabara. Sasa tumepima katika hii milima yote, tumegundua ya kwamba mlima ambao tunahitaji ni huu mlima wako. Sasa tunahitaji mama utuuzie mlima. Mama aliposikia namna hiyo, na amekuwa akimwambia Mungu, nataka mlima ung'ooke, akajua ya kwamba masaa, nyakati na majira ya kung'oka kwa mlima yamewadia. Akakimbia kwenda chumbani, akamuuliza Mungu, wanasema ni wauzie pesa ngapi? Akasikia kwa masikio 3 trilioni zikigonga ya kwamba waambie 3 trilioni. Mama akatokezea, akawaambia wale watu walikuwa wamesimama ya kwamba mimi mlima wangu, kama mnataka muung'oe, kama mnataka muombomoe, kama mnataka mtumie, nahitaji 3 trilioni. Wale watu walicheka, wakamuuliza, mama, umejua kile ambacho umesema? Umejua kile ambacho umetamka? Mama akasema, ndio, nimesema mlima wangu ni 3 trilioni. Ndivyo ilivyokuwa. Wakapeleka mama yule kwa benki, wakamfungulia akaunti, wakaweka hizo pesa, na kwa siku karibu mwezi mwingine mmoja, trakta yale ya kung'oa na kubomoa yalikuwa yamezunguka mlima. Kwa muda mfupi, ule mlima ambao ulikuwa umesimama ulikuwa tambalale. Watu walikuja kushangaa, walikuwa namsikia yule mama kinena na mlima, wakamuita amechanganyikiwa. Lakini kumbi imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana, ni hakika ya mambo yatarajiwayo. Yuyo mama siku hiyo alifanyika tajiri kutokana na imani yake. Mtazamaji wangu, ninakutangazia siku ya leo, wewe ambao unanitazama,
haijalishi ni milima gani imesimama mbele yako, unaweza ukachukua neno hili la imani, nenda uzungumzie. Iwe ni laana zimesimama, nenda useme na hizo laana, kwa jina la Yesu zitaondoka. Inamisha kichwa sasa na kuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu. Neno lako limesema asubuhi ya leo ya kwamba yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila amini kuwa hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Natangaza Bwana, wacha neno hili liwe na mtazamaji wangu. Anapoenda Bwana, hayo magonjwa ambayo yamesimama kama milima yapate kung'oka. Hizo laana zing'oke, kila mizigo iondoke, mizimu ya ukoo imwachie. Na mtangaza siku ya leo, huyu ni mtu aliyebarikiwa. Kila laana zote ambazo zimemsimamisha asiendelee mbele, ninazing'oa kwa jina la Yesu. Asante Mfalme, na achilia upako, utukufu na uweza juu ya mtazamaji wangu. Abarikiwa ingiapo, abarikiwa ondokapo, kwa jina la Baba, jina la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Shalom. Mtumishi wa Mungu, natangaza hiyo neema iwe na wewe sasa na hata milele. Na kuacha na neno hili moja tu, kwa upendo tu unaweza kuingia pale, subscribe, like, share, comment. Kama ujumbe huu umekubariki, unaweza hata ukacomment pale, ili kwamba mwana wa Mungu tuhubiri injili hii pamoja. Asante, hadi tena wakati mwingine. Bye bye. Barikiwa sana.